Katika ulimwengu wa ajira, imezoeleka huwa kuna likizo za mwaka, likizo za ugonjwa wa mfanyakazi mwenyewe au zile maarufu za uzazi. Lakini je, uliwahi kufikiria kuwa paka ama mbwa wako anaweza kuwa sababu ya wewe kupata likizo ya malipo? Hii siyo ndoto tena, bali ni ukweli huko nchini Italia. Taifa hilo limeingia kwenye rekodi ya dunia kwa kuwa ni nchi ya kwanza kutambua rasmi ugonjwa wa mnyama wa kufugwa kama dharura inayompa mfanyakazi haki ya kukaa nyumbani na kulipwa mshahara wake kamili. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kuwa ikiwa mnyama wako anahitaji matibabu ya haraka ama upasuaji, huna haja ya kudanganya kuwa unaumwa wewe. Unawasilisha nyaraka tu kutoka kwa daktari wa wanyama na unahudumia familia yako hiyo yenye miguu minne bila hofu ya kupoteza kipato. Hata hivyo, Italia haiko peke yake katika kuanzisha sheria kali zinazozua mijadala na kuvunja mazoea. Nchini Hispania hivi karibuni kumeanzishwa mapinduzi mengine makubwa. Ni nchi ya kwanza barani Ulaya kutoa likizo ya hedhi. Chini ya sheria hii, wanawake wanaopata maumivu makali wakati wa mzunguko wao wa hedhi wana haki ya kupumzika nyumbani kwa gharama za serikali. Nchini Japan, mambo yanakuwa ya kipekee zaidi. Baadhi ya kampuni zimeanzisha kile kinachoitwa likizo ya kuvunjika moyo au heartbreak leave. Hapa mfanyakazi anaruhusiwa kuchukua siku kadhaa za mapumziko ili kuuguza maumivu ya kuachwa na mpenzi ama mwanandoa, kwa imani kuwa mfanyakazi mwenye msongo wa mawazo hawezi kuwa na tija ofisini. Sheria hizi zote, Italia, Hispania na Japan, zinaashiria ulimwengu wa sasa unaanza kumtambua mfanyakazi ya kwamba sio mashine. Maisha yake binafsi, afya ya akili na hata viumbe anaoishi nao vina athari ya moja kwa moja kwenye utendaji wake wa kazi. Swali linabaki, je, jamii zetu za Afrika zipo tayari kuwa na mabadiliko kama haya au bado zina safari ndefu ya kuelewa mahitaji ya mfanyakazi wa karne ya 21? Tuandikie maoni yako. Mimi ni Khalid Omar, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.